Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 na Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Eneo la mwisho la mstari huu katika Wakorintho wa kwanza 5 ule mstari wa 17. Kweli. Mstari wa 7 sio 17, 7 jamani. Mstari wa 7. Hebu ni usome wote. Basi jisafisheni mkatoe ile iliyo chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo amkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Eneo la sehemu ya mwisho wa mstari huu anasema kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Hebu tuseme wote wapendwa, kutolewa, 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 kutolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amekwisha kufanyaje? Kutolewa. Sasa twende Warumi sura ya 8 ule mstari wa 11. Warumi 8:11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha. Hapo ndipo kuna neno zito. Atafanyaje jamani? Ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona roho anayekaa ndani anauisha. Hapa tunaona Pasaka amekwisha kutolewa. Katika kitu ambacho kingine cha tatu cha kuendelea kuchochea baada ya kukiri au kutamka na kuwa na imani, kitu cha tatu, hivi vyote vinaambatana na maombi. Kitu cha tatu ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka, sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ina nguvu ya kufufua. Sadaka ina nguvu ya kufanyaje? Ya kufufua. Bwana Yesu asifiwe. Na kama mnavyojua Yohana 3:16, Mungu akaupenda ulimwengu akatoa mwanae. Sadaka, akatoa mwanae. Kwa kumbukumbu za mwanzo wa Pasaka katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 12, ukianzia mistari ya mwanzoni, lakini mwisho mstari wa 21 anasema akatolewa Pasaka. Kila familia ilikuwa inaandaa mwana kondoo ambaye anaandaliwa kwa siku 14. Huyo mwana kondoo asiwe na ua, asiwe na kunyanza, asiwe na mabaya, yani awe safi kwa maana nyingine. Alafu anachinjwa siku ya 14, akachinjwa kwa ajili ya Pasaka. Na ile damu ndio iliwekwa kwenye miimo na vizingiti ili kusababisha mauti inapokuja, roho wa mauti wa kuangamiza apite juu, yani apasi over. Bwana Yesu asifiwe. Na neno hilo Pasaka, pasaki kwenye lugha ya Kiebrania, tafsiri yake ni pasi over, pita juu. Kwa hiyo tukiingia vizuri, tukazama katika neno la Mungu, tukazama katika ukweli huu wa somo letu la ufufuo na ukombozi katika Kristo Yesu, ufufuo na uzima katika Kristo Yesu, lazima mabaya yapite juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima mabaya yapite juu. Biblia inasema baada ya hapo kondoo aliandaliwa na wale watu ambao walipaswa wamle yule kondoo, lakini Pasaka alikuwa ni yule kondoo. Na ukisoma Yohana 1:29, Biblia imesema pia ya kwamba Pasaka ni Yesu Kristo, mwana kondoo ambaye yupo kwa ajili ya kuzibeba na kuzichukua dhambi za ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapokuja Warumi sura ya 8 mstari wa 11, tunaona sasa hilo ni tukio ambalo lilifanyika, lakini pia linatuingiza moja kwa moja ndani
kwamba Yesu Kristo, kwamba lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu. Kumbe tukio la Yesu kufufuliwa katikati ya wafu, huyo roho aliyemfufua sasa akikaa ndani yetu, uzifufua pia nafsi zetu, uyafufua pia maisha yetu, ufufua pia miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Na Mungu anaposema kufufua, amaanisha anafufua mwili tu, amaanisha anashughulikia roho yako tu, ila mfumo wa maisha yako yote unapaswa ufufuliwe na uwe hai. Sema amina kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii inamaanisha nini? Wana wa Israeli walipotoka Misri hawakuacha chochote, maana kila kitu ambacho kilikuwa chao waliondoka nacho. Hii inamaanisha ya kwamba Yesu Kristo anapoingia kwenye mfumo wa maisha yako, ukamruhusu, ukamfungulia mlango aingie, anakuuisha wewe na anauisha vitu vilivyo katika mikono yako au vitu vilivyo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima udai haki yako hiyo. Mungu anayeponya kisehemu fulani ni Mungu pia anayeponya eneo lingine. Kwa hiyo lazima uchumi ufufuliwe, lazima ndoa ifufuliwe, lazima watoto wako wafufuliwe. Maana kumbuka Musa alisema, hatwendi peke yetu, tunaenda na watoto wetu. Hatwendi peke yetu, tunaenda na mifugo wetu. Hatwendi peke yetu, tunaenda na mali zetu. Hatwendi peke yetu, tunaenda na wake zetu. Nini maana yake? Ni ukombozi kamili. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kujiingiza katika mfumo wa kuamini ili upokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ufufuo, Pasaka, sadaka ina nguvu ya kufufua. Nguvu ya sadaka ya Pasaka. Niseme kidogo mifano mitatu alafu nimalize. Mifano mitatu au minne alafu nimalize. Hebu nikupe mfano Yohana 11 mstari wa 11 hadi wa 13. Injili ya Yohana 11 mstari wa 11 hadi wa 13. Nikupe kisa hiki. Alafu unaweza ukaunganisha, wewe unayeandika mwishoni mbele yake hapo andika mstari wa 43 na 44. Nakupa neno hili. Kabla ya kufufuliwa Lazaro kutoka kaburini, Lazaro alikuwa ametengeneza urafiki kwanza kwa sadaka yake pale Bethania. Kabla ya Lazaro kufufuliwa, kilichoanza ulikuwa ni matengenezo ya urafiki na Yesu, urafiki na wanafunzi wa Yesu, kabla hajaugua, kabla hajafa, kabla hajazikwa, kabla hajaonekana ananuka ndani ya kaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alishatengeneza mwanzo urafiki wa dhati na nani? Na Yesu. Hii familia ilikuwa ni familia rafiki pale Bethania. Japo maana ya Bethania maana yake kijiji masikini. Bethania kijiji masikini, maeneo ya umasikini, lakini wao hawakuwa masikini kwa kumkaribisha Yesu. Bethania, mnafahamu Martha, Mariamu walivyokuwa wanampokea Yesu mara kwa mara. Na Yesu anakiri kwenye ule mstari wa 11, anasema rafiki yetu, anawaambia wanafunzi, rafiki yetu amelala, wasijue kama anaongea habari za kufa. Lakini baadaye akawafafanulia kwamba amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kumwamsha. Anaenda kuamshwa ni rafiki. Haleluya, haleluya. Wewe unataka muujiza? Kama unataka muujiza, tengeneza urafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tengeneza urafiki. Kwa hiyo kumbe kufufuliwa au miujiza na matendo makuu ya Mungu inawezekana, isipokuwa kwanza umetengeneza urafiki na huyo mfufuaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ufufuo tunauona kwa Lazaro anayenuka, haijalisha nanuka kwa sababu aliwahi kuwa rafiki, lazima awe hai tena. Haleluya. Haijalishi maisha yake ni yananuka, haijalishi ametengwa, ameweka kaburini muda mrefu, lakini kwa sababu alikuwa ametengeneza urafiki wake kwa sadaka yake, anapaswa arudi tena katika uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka inafufua. Mwambie mwenzako sadaka inafufua. Amina. Sadaka inafufua. Mwambie, mimi napenda tushirikishane jamani. Mtikise kidogo, mwambie sadaka inafufua jamani. Tushirikiane kuhubiriana hapa.
Haleluya. Sadaka inafanyaje? Inafufua. Mfano mwingine wa pili tunaupata kwenye Mwanzo 4 mstari wa 4 na Mwanzo 3 mstari wa 24. Mwanzo 4, Mwanzo 3:24. Neno hili nisikilize vizuri. Kabla ya Habili kurudi kwenye utukufu wa Mungu, kama Warumi 3:23 inavyosema, baada ya Adamu kuruhusu kifo kwa sababu ya dhambi, Habili alitangulia kutoa sadaka iliyonona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilizungumza habari ya kifo kwamba ni kutengana au kutenganisha. Sasa kifo hapa, baada ya dhambi ya Adamu, Mungu alitenganishwa. Dhambi ile ilitenganisha maisha Mungu na Adamu. Adamu na familia yake wakawa mbali na nani? Na Mungu. Katika ule mstari wa 24 Mwanzo 3, Mungu akawafukuza kabisa. Tunapozungumza kifo, tunamaanisha kifo katika eneo hilo la kupoteza utukufu wa Mungu kwa sababu ya dhambi, lakini kuna kifo ambacho pia kinaendelea, ambacho hakina nguvu tena kwa sababu ya Yesu aliyekufa akafufuka, na tuko hai tena. Haleluya. Na tutakuwa hai katika yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hapa ule utukufu unarudi. Biblia inasema katika Mwanzo sura ya 4 ule mstari wa 4, akatoa sadaka yake. Biblia inasema akakubaliwa. Sadaka ikakubaliwa na yeye Habili akafanyaje? Akakubaliwa. Neno kukubaliwa ni kwamba amepata kibali, amerudishwa katika mahusiano yaliyokuwa yamevunjika kwa sababu ya dhambi, yaliyokuwa yameharibiwa na baba yake Adamu kwa sababu ya dhambi na mama yake Eva. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu amerudi tena kwenye mahusiano, amemkubali. Mungu akikukubali, wanadamu hata wakikuchukia. Haleluya. Mungu akikukubali, hata wanadamu wasema maneno gani, Mungu akikubali, amekukubali tu. Kaini akaumia, akainua uadui, lakini bado katika maandiko tunaona kwamba damu ya Habili ilikuwa inanena mema juu yake mpaka hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mtu anaweza akaua, anafikiri anaua, kumbe anakuharakisha kwenda mahali pazuri kuishi vizuri zaidi. Ndio maana Mtume Paulo anasema kuishi kwangu ni Kristo, ila kufa ni nini? Ni faida. Nini maana yake? Anafahamu kabisa kuna watu, na katika semina hii tumejifunza kwamba kuna watu wanaogopa kifo, ndio maana wanatafuta vitu, wanakusanya vitu mbalimbali visivyofaa ili wapambane. Mtu aliyeamini anakimbia, anatoka madhabahu, kwenye madhabahu ya Mungu, anaenda kwa kutafuta msaada wapi? Kwa waganga. Kwa nini? Kwa wanaogopa kufa. Lakini nataka nikwambie, hata kama ukikimbizana katika hali hiyo, kifo bado kitakuwepo tu. Huwezi ukakimbia kifo. Si unanielewa? Kinachomata hapa ni kumwamini Yesu na ukaondoka katika mwili huu ukiwa haujanajisika. Haleluya. Ukiwa haujanajisika. Maana Biblia imetuambia Warumi 8:11 kwamba miili yetu iliyo katika kufa itauishwa kwa sababu yuko Roho anayekaa ndani yetu. Sema amina mwenzangu. Sema amina iliyoshiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Adamu sadaka yake ikamfufua, ikamrudisha kwenye maeneo ya mahusiano. Haleluya. Mfano wa 3, kabla ya Dorcas hajafufuliwa, wajane walitangulia kumuonesha Petro nguo walizoshonewa kipindi cha uhai wake. Si mnanielewa? Mnanielewa na wa Mungu? Biblia inasema Dorcas akafa, wajane wakaomboleza. Petro akafika mahali pale, akakuta wajane wako wanaomboleza, wanalia, nani atatusaidia? Nani atatusaidia? Wako wanaomboleza. Kilichotokea ni nini? Wajane wakaleta sadaka zao alizozitoa, yani sadaka alizozitoa nani? Dorcas. Wakaweka miguuni pa nani? Pa Petro, huku machozi wanalia, anasema huyu ndiye amefanya hivi, huyu ndiye ametutendea haya, huyu ndiye amefanya hivi. Kulikoni? Mbona anaondoka kiwepesi?
wakati huo tayari ameshakufa. Maandiko haya tunayapata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9, 39 na 40, ile mistari miwili 39 na 40. Lakini kilichotokea ni nini? Petro alipoona hayo akaondoka mbele yao, akamwendea maiti Dorcas, akaomba kwa Dorcas. Wakati anaomba kwa Dorcas, Mungu akarudisha uhai kwa Dorcas. Dorcas akafufuka. Kwa nini? Kwa sababu ya sadaka ile aliyoitoa akiwa katika uhai wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapoongea hapa, Roho Mungu ananipa neno lingine, ananipeleka kwa Ibrahimu. Leo hii tunamuita baba wa imani. Kwa nini anaitwa baba wa imani? Hebu soma Biblia uangalie kwa kina. Hata Luka, Yesu anamtolea mfano kwenye Luka 16 kwamba alikufa maskini na tajiri, akaenda kifuani pa nani? Pa Ibrahimu. Biblia inasema nini? Alikuwa amemtoa mwanae wa pekee nani? Isaka. Akasema kwa kuwa kunizuilia mwanao wa pekee Isaka, nimejua ukweli unanicha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kipimo cha Ukristo wa kweli ni namna unavyoweza ukatoa ukawa mwaminifu katika utoaji. Ukisikia roho inauma ndani, ujue kwamba shetani anakutafuta. Yaani ukitoa ukasikia maumivu, ukasikia tangazo la kutoa kama vile linakuumiza, jua shetani anakuinda. Hakuna mafanikio yoyote duniani yasiyodai kutoa. Hayapo. Hata kwa shetani wanatoa kafara. Mnanielewa eh? Kwa shetani wanatoa nini? Kafara. Tena nyingi tu. Nakuta kila wanachoambiwa wanatii na kutekeleza. Wanachinja ng'ombe, wanachinja mbuzi, wanachinja. Mwisho wanatoa hata watoto wao, wanatoa wake zao, wanatoa mzaliwa wa kwanza, wanatoa si vitu gani? Sione wote unaoona mitaani wamefanikiwa, wamebarikiwa, ukatamani maisha yao. Ukafikiri ni njia sahihi imewapeleka pale walipo leo. Wengine wanapanda magari lakini kafara inanuka mbele yao. Wametengeneza madhabahu katika maeneo fulani fulani. Utoaji katika Kristo Yesu utalifungua kanisa la Bwana na tutatembea katika utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwambie mwenzako usiumie jamani unaposikia utoaji. Ujumbe kutoka kwa Yesu unauishwa unapoingia kwenye eneo la maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika wale mliokuepo tuliona kwamba katika eneo la imani, kufikia matokeo ya imani, hapa katikati kuna mambo matano ya muhimu. La kwanza ni kuona. Bwana asifiwe. Ni kuona kama Mungu anavyoona. Yaani kama Mungu anavyokuonea, yaani sio kukuonea, yaani anavyoona kwa ajili yako. Anavyoona mapenzi yake kwako. Maana yeye ameshasema anatuwazia mema. Na anasema mema yatatupata tukimcha na kumwamini. Sisi ni watoto wa Mungu. Ukisoma Isaya anasema Yesu Kristo ataitwa mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Hiyo ni ahadi yako, ni ahadi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa lazima tuanze kuona kama anavyoona kwa ajili yetu. Anza kuona maisha yako ya kesho yaliyobadilika sasa, yaliyojaa utukufu. Andiko linasema katika Yohana, anamwambia Martha, anasema sikukwambia ukiamini utauona utukufu? Nami nasema Nyansaka Tanzania Sons of God, ukiamini utauona utukufu. Haleluya. Utaona utukufu kwenye biashara yako, utaona utukufu kwenye ndoa yako, utaona utukufu kwa watoto wako, utaona utukufu kazini pako, utaona utukufu rebe shekete yete. Utauona utukufu ukiamini. Lakini jambo lingine, lazima tujikite kwenye mangojeo ya maombi. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Mungu aliyetenda jana kwa fulani, yupo anataka atende leo kwa ajili yako. Kwa hiyo kaa barazani ukisubiri muujiza wako. Baraza letu ni maombi. Baraza letu ni imani pa Bwana.
Hebu muulize Hana, akajua muujiza wako unapatikana hekaluni, akaondoka kwa mume wake, akasema nakupa muda, mimi sitaki leo mahusiano, ngoja nikamtafute Bwana kwanza. Akaingia hekaluni, asubuhi yake midomo yake ikawa inanena kama mtu anenaye tapasheteri. Akaenda kwa Elikana ili amtamkie neno. Kuhani akamwambia, akaenda kwa Eli kuhani, amtamkie neno. Akafika kwa Eli. Eli akamwambia, mbona umelewa asubuhi? Akasema, mjakazi wa Bwana, mimi sijalewa kwa mvinyo, nimeimimina roho yangu kwa Bwana. Nini maana yake? Alijua mangojeo halisi, mangojeo salama, eneo sahihi la mangojeo ni nyumbani mwa Bwana. Kuna watu wengine hapa sio hivyo. Kuna watu wengine wanasali sikukuu hadi sikukuu, Pasaka, Christmas ndo anaonekana kanisani kwamba Pasaka nikatai kusali kweli, Pasaka ndo anaenda. Ni Mkristo wa Pasaka, ni Mkristo wa, lakini hapa hamna. Mtu anayejua kwamba Yesu kafa kafufuka, yuko hai, uhai huo lazima uendelee kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada kwake itakuwa ni sehemu ya maisha yake. Haleluya. Mtu huyo, kama unanielewa, inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Sasa tunaenda kuimba na kuomba. Tunatamani Mungu auishe sasa mangojeo. Subiri, vumilia. Watu watakukatisha tamaa kama walivyokatishwa Ana. Pelina anamkatisha tamaa, anamongea maneno magumu, lakini hiyo haitoshi. Bado muujiza upo unakuja. Si ajabu hata pale Betania Martha na Mariamu walikatishwa tamaa. Tulikuwa tunamuona Yesu anakuja kwenu, mnapika chakula mnampa. Sasa mbona hajaja kumponya? Mbona hajaja kumfufua? Mbona hajaja kumponya Lazaro mpaka amekufa sasa ananuka kaburini? Nyie. Wapo watu wa namna hiyo wa kuzungumza maneno ya kubeza, lakini nataka nikwambie maneno hayo atageuka kuwa shangwe. Mungu anataka abadili mambo yawe shangwe, maneno magumu yawe maneno mepesi. Tumeona hata kwa hizo, tumeona ukisimama kwa imani pamoja na mtumishi wa Mungu pia. Tukaona Elisha kilichomtokea. Wanasema paa mwenye upapa, neno lilibadilika, wakasujudu mbele yake baada ya kuona roho akiwa juu yake. Nami natamka kwa mamlaka jina la Yesu, roho wa Mungu ashuke juu yako sasa. Unapoinua mikono sasa, utakwenda kumimina roho wa Mungu. Omba roho wa Mungu auishe moyo wako, aingie ndani yako. Tunaenda kuimba wimbo ule ambao unahusiana na Roho Mtakatifu. Wowote wimbo unaohusiana na Roho Mtakatifu, praise, ebu imba huo wimbo. Twende ndani sasa, tuzame ndani, Roho akae ndani yetu, auishe, afufue vile vilivyoharibika. Inawezekana kuna mahali kumcha Mungu kuna pwaya, kuna mahali kuenenda katika njia zake kuna pwaya, kuna mahali inawezekana ukiri wa imani leo hii umepungua, kuna mahali imani imeisha, kuna mahali hata utoaji wa sadaka kuna maumivu, kuna mahali. Sasa tunataka tuombe Mungu auishe sasa katika jina la Yesu. Tumia muda huu mchache kwa ajili ya maombi. Shuka tena, shuka tena, hey! Oh Bwana, shuka tena, oh Bwana, shuka tena, oh Bwana,
ya Pentekoste. Shuka tena kama siku kama siku ya Pentekoste. Shuka tena kama siku ya Hebu nisikilize kidogo. Zuia kidogo vyombo. Wakati umeinua mikono yako juu, tamani ufufuo na uzima katika moyo wako. Ufunuo 3:20 nasema yuko mlangoni anabisha. Ukifungua anaingia. Kiwango cha kumfungulia mlango ndicho kiwango cha kuingia Yesu ndani yako. Kifungua sana, Yesu ataingia sana. Kifungua kidogo, Yesu ataingia kidogo. Anasema wenye kiu, wenye njaa watashibishwa. Wenye njaa ya haki. Mungu anataka na anatamani watu ambao wanatoa mioyo yao kwa ajili yake. Anachohitaji ni moyo. Ushindi wako uko ndani ya moyo. Kuferi kunaanzia moyoni, kushinda kunaanzia moyoni. Moyo ndiko kuna kila chemichemi ya uzima. Ukimpa moyo wako, nakwambia kama umeachilia moyo wako, ndoa yako italindwa. Kila kitu kicho katika mfumo wako Mungu atakishughulikia. Ingia ndani ya moyo, tamani Roho Mtakatifu, vijito vya maji yaliyo hai vibubujike ndani yako. Mito ya maji iachiliwe ndani. Ufufuo na uzima iwe sehemu ya maisha yako. Rika pasete kete reseto payete yabu shika tamayanda rebo sopa endelimo sapaya. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, Roho yule aliyekutoa kwenye kaburi ndio yuko hapa. Uliachilia huyo Roho juu ya kanisa la kwanza katika orofa pale siku ya Pentekoste pale Yerusalemu, wakapokea, wakajazwa, wakafurika. Yes andaraboshete ikapapa yandarabobosai. Iko nguvu inapenya, iko uweza unapenya, iko mamlaka ya uhai mpya. Rika pasehi. Bwana anarudisha, Bwana kurudishe mahali pako sahihi. Pale ulipo inawezekana si mahali pako kwenye maombi. Ulikuwa mwombaji ila si mahali pako sasa. Leo hii ya uombi, ulikuwa unafunga si mahali pako. Ulikuwa unatoa si mahali pako leo. Inawezekana mahali ulipo sio pako. Mbona upendo umepungua kwa mkeo? Mbona kutii umepungua kwa mmewe? Inawezekana hapo ulipo sio mahali pako. Mbona biashara inayumba? Inawezekana mahali hapo sio mahali pako. Kuhandeme shika rabo sai. Utumishi na hofu ya Mungu uliyokuwa nayo, mbona mahali pale sivyo? Ulikuwa unashuhudia, ulikuwa unatembelea mtu, unamtia moyo. Leo hii mbona hufanyi hivyo? Hapo ulipo si mahali pako. Bwana namtaka mtu mmoja kwenye madhabahu hii, na mtu mmoja ni wewe. Unanisikia? Ni wewe ili usimame kwenye boma. Ni wewe ili uishike mikono ya Musa aendelee kushikilia fimbo. Ni wewe Mungu anamtaka Uri, anamtaka Haruni. Ni wewe watakaoshika fimbo. Mungu anamtaka Elisha. Ni wewe Mungu anamtaka Martha. Aamini tu apokee. Ni wewe. Sijui kama unanielewa. Yanderiko pasa yanda. Robobobobobosai.
Ribabosepa ikariamdorabobosepa rikandamosepe. Kama una cha kusema sema asante Yesu. Piga kelele za nguvu ukisema asante Yesu. Ukuta wa Jeriko ulianguka kwa kelele. Piga kelele ukisema asante Yesu. Inua mikono yako juu, sema asante Yesu. Yuko Mungu anashughulika na wewe. Fuma kaitelia mosapa. Ingia mpaka kwenye chumba cha ndani. Yupo anayejua moyo wako. Mme wako haujui, mke wako haujui, baba yako haujui, shangazi yako haujui, hata mchungaji hajui moyo wako, mzee wa kanisa haujui. Yuko Mungu anajua moyo wako. Mwambie Mungu, ninakupa moyo. Weka kiti chako, weka kiti chako. Ruhusu Yesu aingie ndani. Kabla ya siku ya Pentekoste, tunaona Yesu kabla ya kwenda pale msalabani alipindua meza, akapindua meza. Hii maana yake ni nini? Alikuwa anaingia ndani ya hekalu. Aingie ndani ya hekalu sasa. Aingie ndani ya hekalu. Maana mwili wako ni hekalu. Mwili wako ni hekalu. Mpe nafasi ya kwanza ndani. Oh my God, my Lord. Rika robo shika rabo shika. Re ba robo sepe ya karabu. Yanderi borabo bubu. Yete shika papa. Bwana nayotabiria yaliyoharibika juu ya huyu mama, yaliyoharibika kwenye hiyo ndoa, yaliyoharibika kwenye huduma na utumishi, hata kama ni mifupa mikavu, natabiri uzima, natabiri uzima. Andamasheketo marabosa rekosa papa. Yes. Zaburi 118 mstari wa 17. Zaburi 118 mstari wa 17. Anasema sitakufa nitaishi, nipate kuyasimulia matendo makuu ya Mungu. Biashara yako haitakufa, lazima isimulie. Ndoa yako haitakufa, lazima isimulie. Mabaya yaliyopangwa juu yako hayatakupata, lazima asimulie. Oh! Woo! Woo! Yes! Rabo sheketeli merabo bosa. Oh! Tembea kwenye kauli ya kukiri makuu ya Mungu. Kiri ufufuo na uzima. Hii ni Pasaka. Ande mashike ribo sapa. Bwana kupake damu yake, ili mabaya yapite juu yako. Ili mabaya yapite juu ya biashara yako. Yasiguse biashara, yasiguse nyumba yako, yasiguse afya yako. Damu ya Yesu ikunenee mema. Yes. 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 Asante Yesu. Asante Mwokozi.
sitarudi, sitarudi. Salaba mbele, dunia nyuma. Salaba mbele, dunia nyuma. Salaba mbele, dunia nyuma. Sitarudi, sitarudi. Oh, sitarudi, sitarudi. Nimekubali kumfuata Yesu. Nimekubali kumfuata Yesu. Nimekubali kumfuata Yesu. Sitarudi, sitarudi. Baba Mungu, tunakushukuru. Neno lako ni upanga, umesema linakata kuwili. Mungu wetu, umezungumza nasi kuhusu chachu ya kale. Tuiondoe chachu ya kale, tusinjie katika Pasaka tukiwa na chachu ya kale. Baba, unastahili wewe ambaye unatutakasa. Tumefundishwa Roho Mtakatifu ndiye anayeuisha mioyo yetu iliyo katika hali ya kufa. Katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu ndiye unayeleta uamsho. Uliyemfufua Yesu, lifufue kanisa hili, ifufue mioyo yetu, yafufue maisha yetu. Fufua akili zetu ambazo wakati mwingine zinakamatwa, zinapingana na imani, zinapingana na neno lako. Fufua Baba kila kilichokufa, uisha katika jina la Yesu. Uisha vilivyoharibika, uisha vilivyokufa, uisha vipawa, uisha kalama, uisha Baba huduma ya kuomba, uisha ibada, uisha mioyo ya ibada, uisha mioyo ya kujitoa katika jina la Yesu. Utusaidie Mungu tusiwe wasikilizaji.